Wapendwa, hapa tuna somo, na somo letu ni somo nzuri sana zaidi kwa mwenye atakaa kwa makini kwa kufahamu, kwa mwenye atakaa kwa makini kwa kusikiliza, kwa sababu hapa tuna picha hapa 1, 2, 3, 4, 5, na picha hii lina maneno yake tofauti mbalimbali sana. Sasa kwanza saa moja yenyewe banaleta hapa, tunaweza faa saa 2, kumbe utawaza unafanya 10 minutes ile mafundisho. Amen, amen. Prema hapa tunasema kicho ya somo letu kwa wenye walifata tangia siku ya kufata kule. Teme yetu ya somo yetu, teme yake kilikuwa nini kwa wenye walitufata? Tunasema tunauliza benye balikuwa pamoja na sie kutoka tangia siku ya 3, pastor, tangia siku ya 3, siku ya 5, benye balikuwa tufata, benye balifata ile mafundisho, teme yetu ilisema nini? Mtukumbushe. Bali kumwanzo. Amen, haleluya, amen. Eske tuko pamoja? Tuko pamoja? Asante. Pandisha sauti kidogo. Chapia Bwana makofi. Chapia Bwana makofi. Kwa sababu mwanafunzi nyeko nafahamu kitu na mwalimu anapendaka mwanafunzi ile sana. Iko bongo? Mwanafunzi nyeko nafahamu mbio, mwalimu anapendaka mwanafunzi ile sana, kwa sababu yeye kona bamisha kitu mbio mbio, na ile pale yako mwalimu pastor, wakati kuna fundisha masomo, mwenye kuna kapte kitu au mwenye kuna uliza mbio, roho yako yote na kuwaka juu yake. Iko bongo? Kwa sababu yeye kunapenda fahamu kitu hafahamu. Yeye anapendaka sana kuuliza. Sawa, siku ya 5 nilifurahia baba moja hapa sana. Kidogo analamsa mkono, kidogo analamsa mkono. So, objective yake yeye kunapenda ayua kitu nye haya ayua. Sasa na wewe na serie yako kama mimi nashayua, kumbe hauyayua. Mwenye na yua iko Roho Mtakatifu. Amen. Mwenye na yua kuliko sie iko Roho Mtakatifu. Sawa. Tulisema somo letu tulianja hapa, na sawasawa mwalimu wetu mtumishi wa Mungu responsable ya mahali hapa anasema kichwa ya somo letu tulisema kanisa iliyo na afya njema. Kanisa ni mie na wewe. Kanisa ni mtu. Kwa sababu hapo bakianja contribution ya bafle, hakuna nyumba ile itakontribue. Iko bongo? Hakuna nyumba ile ataleta hata jifra. Jota kutana mtu nasema mimi nakwenda kanisa, kumbe yeye ndo anajipelekana, yeye ndo kanisa. Sasa ili kanisa ikuwe na afya njema inaomba mabadiliko 3. Mabadiliko 3. Ya kwanza tulisema mabadiliko ya kichwa. Lazima kichwa ibadilike. Kama kichwa haiyabadilika, kitu yote ambayo utafanya haitakamatika. Tulisema ya pili mabadiliko ya moyo. Kama moyo haiyabadilika, wewe mwenyewe utakuwa na problem. Na ya 3 tulisema mabadiliko ya posh. Amen. Kama kichwa haiyaokoka, moyo haiyabadilika, na posha haitatoa kwa kazi ya Bwana. Kichwa kama inabadilika, akili kwa kichwa, Yesu kumoyo,
franga kumfuku pale, tunafanya kazi ya Mungu na mbinguni tunaenda. Kwa sababu tunaweza organize maombi hapa ya 3 jours. Sasa kama hauna franga huwezi kufanya maombi, mambo batoto kumungini kitu batakula pana. Inaomba nyuma yako jipange vizuri. Ndio kwa maana tulisema hapa ile mtu anabeba vitu ndani yake mbalimbali, ila tutakimbia mbio kidogo. Tunaweza kimbia mbio kidogo. Mafundisho ile ni mafundisho ndefu sana, hiyo mrefu sana. Lakini kwa sababu ya muda tutakimbia mbio mbio. Tunasema hii ni Roho Mtakatifu. Fasi yake ilikuwa hapa. Na huyu ni neno la Mungu. Fasi yake ilikuwa hapa. Na ile pembeni ni upendo ya Mungu. Fasi yake ilikuwa hapa. Wakati Mungu aliumba wewe, wako nyumba ya Roho Mtakatifu, wako nyumba ya neno la Mungu, wako nyumba ya upendo ya Mungu. Amen. Sasa wakati ile kitu tatu inaachana na wewe, automatiquement pa kitu inaingia, wewe naacha entre kwa shetani. Kwa sababu kila dhambi mtu anavyofanya, kila dhambi lina shetani, lina demo yake, lina mapepo yake. Kila dhambi lina mapepo yake. Unaweza kusema ile ndio dhambi ya kidogo. Kama inaiba chakula, ile dhambi ile iko kidogo. Kama inafika tu nitasema Mungu samehe mie, iko na mapepo yake. Acha mimi kamata tu sekati fura ile iko kidogo, bongo ina mapepo yake. Wewe chunga pale. Utasikia. Tulisoma verse mbalimbali sana. Tulisoma ndani ya kitabu ya Yeremia. Pale njo tulisoma. Na tena Yeremia tulisoma juzi kule, na tuliangalia vile ndani ya kitabu ya Marko. Tuliangalia ndani ya kitabu ya Marko vile vile. Kama uko na bike unaweza kuandika kwa kusaidia we kwa siku nyingine, kwa sababu muda iko kidogo, hatutapata sana wakati ya kusoma. Amen. Tuliangalia vile ndani ya kitabu ya Marko sura 7 mlango yake ya 23. Seti vetrua Marko. Na tulisoma ba verse mingi hata ndani ya kitabu ya Mezali 23 mlango yake ya 22. Pia Mezali 22:29. Ile tulisema kwa sababu muda ilikuwa kidogo, hatukusoma hapana. Kama kuna bike andika, wewe kwenda soma huko nyumba, inaweza kubariki wewe sana. Amen, amen. Na tulisoma tulitaa vile ndani ya kitabu ya Luka 10:33. Na pale tuliendelea na usomi yetu. Tuko nakimbia mbio wapendwa. Tulisema mtu huyu anaacha njia kwa ile bakitu ambayo inavyoingia ndani yake. Yeye ndio anaacha njia. Na inawezekana wewe vile vile weko hapa unaacha njia kwa kitu ambayo inavyoingia ndani ya maisha yako. Tunasema neno Roho Mtakatifu likuwa ndani, anatoka naenda kala nje. Upendo ya Mungu ilikuwa ndani, natoka nje. Na neno la Mungu ilikuwa ndani, natoka nje. Moyo ile imevamiwa na mapepo. Tunaangalia juu ya huyu kidogo. Ile tunasema ndani ya ile mtu ina represent kitu mbili. Ya kwanza inaangalia maneno yako yote. Tangia ulisema umelikamata hatua ya kutembea na Mungu,
sema mie nitakaa na Mungu, nitafanya kazi ya Mungu, tangia siku ile maneno yako yote ilikuwa kontrole na Mungu. Wewe naweza toka hapa, wewe na kwenda Uganda, watasema hapa kabila yangu pana, familia yangu pana, hata mimi nakunya, hakuna mwenye anaweza kuniona. Kumbe macho ya Mungu nafanya nini? Anakuona. Wewe naweza toka hapa, wewe na kwenda Kinshasa, wanasema hapa mimi naweza sharatika kwa sababu mtu ambao hata niona yeye pana. Kumbe macho ya Mungu nafanya nini? Anakuona. Sawa, leo watu wanashindwa kuogopa macho ya Mungu, lakini wanaogopa njoba pastor. Sema na mwenye kwa pembeni yako, pastor kwa mwanadamu. Acha mi kimbia pastor, asikia aona mie. Mambo miko na kunya maarufu. Kumbe ogopa kwanza Mungu mwenyeko mbinguni. Haleluya. Ogopa kwanza Mungu. Pastor kia ogopa ya nyuma, ogopa Mungu mbele. Kama wanaogopa Mungu, hautaingia ndani ya mabaya ya dunia. Kwa sababu dunia iko ya kupita na raha ndani. Amen. Sasa ile inaangalia maneno yako yote. Ndio kwa maana siku za mwisho hakuna mwenye atabebaka mwenja yake kumoto. Hakuna mwenye atabebaka mwenja yake kumoto. Pastor, hautabebaka bibi kumoto. Yeye na mzigo, kila mtu atabeba mizigo yake. Kama alifanya mazuri yake itafatana na yeye. Haleluya. Na ya pili ina registre pia. Ile licho ya Mungu ina kazi mbili. Ya kwanza inaona maneno yako yote. Ya pili ina registre maneno yako. Tangia nyuli kamata hatua kutembea na Mungu, ulisema sitatumikia dunia tena, nitafanya kazi ya Mungu mpaka kufa. Tangia siku ile maneno yako na kuwaka registre mbele ya Mungu. Njoo kwa maana siku ya mwisho wewe usisema maneno yako pastor, Mungu mimi nilifanya hivi. Video yako batatia. Itaonesha nini? Kama kitia video yako leo, watu yote baona, itaonesha nini? Mtumishi. Ingine itaonesha Mungu na kwa unaingia kwa hotel. Amen. Huko soliste mwa kidariste mwa tulikuwa kana zamani, alikuwa anavuta uficho. Kuvuta grave me uficho. Kuna wapasteri wanakimbia grave. Sasa siku moja yeye natoka kwa kazi, mimi nakwenda kwa kazi. Sasa yeye anavuta kunjia moshi na sasa zibia sura yake yeye anaona mimi. Mimi niko nakuya. Yeye vile nakuya. Anaenda ona mimi karibu, yeye anavuta. Anakiona mimi briske hivi. Nasimamisha nasema kumbe mkono iko huku ndani. Sasa moto inaanza fanya affair. Moto inaanza kamatana huko, anaanza kosa salama. Anaanza na das. Mimi nasema iko nini? Nasema yeye anataka kwenda sasa leo mpanda repetition. Kama kule bako na asema pastor acha mimi kwenda kwambia, nasema niko na maneno ya lazima sana kuzungumza na wewe. Mwisho anakia tosa mkono hapa na shalungula. Sasa pastor samea mimi. Mtu mmoja tulikuwa hapa aliletea mimi mego. Kumbe ashalungula. Asema moto ya tumbako iko makali kupita moto ingine. Kumbe iko moto nyeko concentré. Amen. Mimi nasema tangia leo usiogopa mimi, ogopa Mungu yako. Haleluya. Sasa ile inaangalia maneno yako yote na ina registre mazambi yote unayofanyaka. Dhambi yote na uzuri yako yote inakuwa ka registre devant Mungu. Tunaangalia kidogo juu ya ile ni zamiri ndani ya moyo hii. Na kala saa etoale hapa.
na ile iko hapa na ile iko hapa na ile iko hapa, hapa njo haiko na iko hapa, na hapa gizi ipana ina nini njo natia ipana hapa. Kama unafuata mafundisho ile mpaka kumwisho, wewe tenda kuolewa kusema ile kama zamiri pana pale iko kwa sababu ya nini? Sasa ile inakumbusha mtu maneno ndani ya moyo, ile ndani ya mtu inakumbusha maneno ambayo kenye mtu unashapita ndani. Inawezekano wali kunyaka kwa 2000 mpaka leo ngali nakumbukaka. Anele kule njoo 2000 Emily kunyaka maarufu mpaka leo sijawahi kukunywa maarufu mdere ile. Barafiki yangu ule au bana kuwaka nini? Kumbe dhamiri inakumbushaka mtu maneno kenye inasha kupita. Ndio kwa maana dhamiri banasimaka dhamiri ni polisi. Mimi nakumbuka huko wakati moya debi ya maneno ya kanisa hii na tungali hapa nyumba moya briki hapa hivi, ilikuwa ajabu. Akose wewe hakukuwaka, lakini tuliona nyota. Ana pastor, Mungu akubariki sana. Uko mvumilivu chapia kwanza mtumishi wenu mikono kwanza. Vrema kitu ambao mwanaume ile livumulia, nilisema kama ako mie. Amen. Sasa ile dhamiri ndani ile moyo inakumbusha we maneno yenyewe nasha kupita. Tulizungumza kidogo juu ya huyu, tulisema ile ni ndege taus, yani pao. Ndani ya ile mtu ina represente pepo miwili. Ya kwanza pepo ya majivuno. Majivuno ni pepo. Utakutana mtu yeye alikuwa tu bien, ere moya tu anabadilika tu brisk hivi, salimiana pana, kuna maneno yake inakuwa tu. Kumbe anasha kutana master yake mwana saletie ka 10000 yeye kwanza hapa yeye anapita watu yote. Na kuna aina ya kiburi. Tulisema kiburi ya kwanza ni kiburi ya kusoma. Kiburi ya kunini? Masomo inabeba watu leo kiburi sana. Na kusoma iko neema. Amen. Elimu nyoko napewa kutoka kuba mwalimu iko neema. Inawezekana mama yako pali somaka, lakini Mungu naleta na we neema ya kusoma. Sasa wakati mama yako pali somaka, yeye anasomesha we, unamaliza masomo, unapata diploma yako, unajaita mama yako telefone, mama good morning, atajibia we nini? Na wana yua pali somaka. Tunasoma nafasi masomo nasumbua naye bado. Haleluya. Utakutana na masomo inasumbua memoria ya watu sana. Mama yako yeko na akili, meshawe wanapata elimu. Sema kuna utafautisho ya akili na elimu. Elimu iko elimu banasomaka kwa masomo, na akili iko natoka kwa Mungu. Amen, amen. Mama yako pana soma, lakini yeko na nini? Na akili. Kwa sababu yeko na akili, anaacha mtoto yake njoo afanye nini? Asome. Sasa gizi unakuwa na elimu, unataka pita na mama yako. Ba mama nyi pali somaka vile. Ndio unasema tu bie. Watoto wa miaka hii yafachi beto banaribika. Naribika. Amen. Sasa kiburi ni kitu kibaya. Kiburi ya pili tulisema ni kiburi ya biana, ya kungara. Utakutana na mtu anakamata kioo, tazama, si tunaiwa kioo kinyume tunazikaliana naye. Anakamata kioo, anaanza kuangalia. Sasa huko
Bana. Kumbe ni pepo ya nini? Amini maana beba mimba ya kwanza. Ila kusukisa nguo hapa ndio wanapenda. Amen, amen. Sasa ile ni kitu kibaya sana. Hii ni pepo. Sema pepo. Kiburi ya tatu ni kiburi ya mali. Lar. Wanaweza hapa si bote hatuna lar. Acha Mungu bariki tu na $1,000 kama utafika tena hata maombi hapo. Hakuna. Maneno yako yote takuwa tu muziki wangu natoka Kampala. Mimi nakwenda chunga kumai. Maombi ya jene iko hapa. Ni mfanye tu mitafika. Kiburi ya ine ni kiburi ya kiroho. Kiburi ya kiroho. Utakutana mwimbaji anaimba deuxième voix mzuri. Bakristo banapika mkono tu. Banapika tu mkono na yeye anaona. Mabega anafanya nini? Hakuna mwenye taimba sasami kama mipana. Wapendwa, Mungu anashushaka wenye kiburi. Kama kuna kiburi weta shuka mpaka chini. Hata ulikuwa naimba sauti ya malaika. Na mimi nashonaka mwenye nabeba tu kiburi ndani yake, Mungu natosha zawadi ya ndani yake, analeta na mtoto mwingine. Tena mtoto kidogo anaimba kushindia ile zamani. Anapima sauti yake la zamani na shindikana kwa sababu ya kiburi. Wapendwa, kama tuko ndani ya kanisa tukimbiza ile kitu, kwa sababu kama tungali na ile hali kanisa haitakomea. Amen. Kanisa haitakomea. Kwa sababu ukiona mpaka leo Mungu achagua wewe kuwa pastere, wewe kuwa muimbaji, wewe kuwa muombezi, wewe kuwa mtu fulani ndani ya kanisa, iko kwa sababu ya kuraje yako. Mungu achaguaka baina. Mungu pana chaguaka ba vivu. Mimi nashukuru na pastor, mimi nakuta napika sete na mimi napita kudrumu na tunaangazie maneno ya Mungu. Sasa inaenda mbele. Hapa tunapika na luanji. Uko na pastor nachoka na nyolosa kidogo na miko tu na yangu pale. Mpaka kazi ya Mungu nafanya nini? Inaendelea. Sasa kama nilikuwa na ile kibuni mimi nasha kuvala vile ba veste yangu takula. Mungu atashusha wewe mpaka chini. Anawapa neema kwa wenye kujinyenyekea. Haleluya. Anawapa neema kwa wenye kujinyenyekea. Kama uko unajinyenyekea kila mara mbele ya Mungu, Mungu tainua we pole pole. Atainua. Kama wewe pana na kitu kufanya ndani ya kanisa, meona fikaka tu kila siku, atanyang'anya zawadi ya mtu mwingine analeta kwako. Ulisema juu ya huyu kidogo. Sema ile ni imbwa. Mnasikia kitu sauti ya kitu mwa nje pale. Tuafanya nini? Pale hana nguo. Pale nje hana nini? Hana nguo. Na ndani ya ile moyo ana represente pepo mbili, ya uasherati na uwazinifu. Na ile kitawala maisha yako. Ili hautakontrole kama ile ni baba ya 60. Hautaangalia na busu ndani ya mandefu. Mama sheri motema nanga nakupenda sana. Kumbe ni pepo. Kumbe ni nini? Ni pepo. Mwenye kona ile demo anakuwaka sasa mwenye bana brashe sasa telefone bana brashe kukura. So telefone bana brashe kukura, hana wakati ya kusimama kama ibado yala. Amen. Kama haia yala, haina salama. Kusema mwenye kona pepo ile atatoka huko anakwenda haya tulia tu. Anarudia huko haya tulia tu.
anakwenda huku, haya tulia tu, kusema ye hana salama. Sasa ile kitawala maisha yako na urembo wako naribika, tapata kutia jina tena kartie. Kuna mama moya ku village yetu zamani walikuwa naita Kandipe. Sasa mama ile alikuwa anaongea sasa bana brashe kura, ataongea tangia asubuhi. Watu kunapita kushamba watauliza leo pale sikia Kandipe, na yeye pana kama jina yake kwa Kandipe. Asema leo mimi pale fungula. Amen. Sasa hii ni kitu kibaya sana. Na kiana moya alimaliza pesa yake kwa sababu ya pepo ile. Alitoka sota, mnasikiaga kusota. Anafika na ngombe yake kwa batwari, anauza ngombe yake, yeko na kalari yake kuposhi. Sasa kuna lari kuposhe, yeko nakwenda sasa kuvile lari kudeja kuposhi. Anakutana fasi mwapo banaandika jana na batu Egypte nye haya onaka kusota banavala pale mdere ile siya na mumoya akamukamata mara moja. Leo utakuwa na wewe hapa, basha vumbula lari kwa wapi lari kuposhi. Anasema haki ya Mungu, ile mdere ile siya onaka leo sina nyia hapa. Sasa akakamatana na ndumba moja pale, utanipatia $50 usiku mzima. Tuone ukanisa mtu pa pigana tena difra me inje kule watu unaleta balare na kukanisa Sasa ikafika busiku 0 paka mulamushi tabiangu papa naogopa mere lare iko. Sasa anataka tu salare, akacheka. One sasa basika ya hii tofauti na kuna lazima. Sasa hapa mimi nakunywa damu ya kumina shakufaka ishi na damu ya bado hapa ya nyonya damu yako, watafanya nini? 0 ya busiku alianja tetemeka. Aki wangu tarudiliaka tena. Sasa wakati alikuwa anaingia, jina Mungu likuwa Mungu ukiniokoa sitarudiliaka. To sasa ile alianja evocation yake, pameno naanja komea, ucha naanja komea, nataka muguza hivi. Yana roho mwangu akafika ndani yake, sasa mimi nashaomba Mungu yangu hautanifanya tena kitu. Sasa hapa bata yake jina ile mtu na akakamata akapata kulwara kukimbia, patalo kushinda angia hapa kuvile mpaka kukinzia na bapatruere banakimbia tana bapatruere na bapatruere yote bio wanasema hapa tunakutana. Amen. Kusema Mungu anaweza kusamehe wewe kama uko reconnaissant kwa kitu ambao Mungu nafanya ku dernière minute. Unaweza kuingia kushida mwasema hapa hakuna msaada yenyewe itatoka ila Mungu tosha mimi hapa. Mungu nasemea mtu kuchumba ya washerati. Amen, amen. Akakimbia mpaka kukinzia, naenda kutana pastere moya CE Baraka, akaingia kwake, pastere nifungulie. Akasema ere iko nini? Unifungulie pastere. Kasi pastere na mere banakabaka lamuka, tafungula mulango tu nafungulana hivi, yakaanguka naba mulango naba pastere naba bibi yake yote ale
akaenda kaona mtu kwa buchi. Mama kimbia kuchumba. Mama karudia kuchumba. Anja uliza iko nini? Akaisipikia. Chumba nye lomba vile franga asema lomba ngapi? $50. Wewe letie ilikutambia doletie leta kwa $50 hapo pale. Walikuwa sio walikuwa naleta na ndumba, sasa waleta kwa kazi ya Bwana hapa sasa. Amen amen. Chapia Bwana makofi, tuhubiri habari njema. Wanayo kama kitu leko mubaya. Sasa Kiana ile alianja lota usiku. Tena lota yuko anatembea na Serekei ukichu kila siku. Akisema anachoka, Serekei asema sukisa mimi kwanza kidogo. Ndani ya ndoto alibeba mimi tena. Mwisho akaenda kufanya deliverance. Ndio kitu ile kaachana na maisha yake. Haleluya. Eske pale kitu ile kwa mzuri yake? Biblia inasema kwamba kimbia uwazinifu. Dhambi ile baba naombeaka. Pastor, dhambi ya washerati baba naombeaka. Dhambi ya usherati ukisema mimi najana na usherati sana. Tosha menda na haitaachana na wewe. Dhambi ya usherati bana kimbiaka. Haleluya. Usije kama Kiana asimamisha wewe. Niko Fariseo sema Mungu, hii ni majaribu sasa mimi nakimbia. Na wewe naenda haki. Haki wewe naenda haki na yeye vile yaona wewe nakwenda. Amen amen. Ulisema hii ni nguruwe. Ndani ya moyo hii na represente pepo karibia 3. Tulisema pepo ya kwanza ni ulevi. Wale tulizungumza sana. Na tulisema pepo ya pili ni uchafu. Na ya 3 sema ulafi. Utakuta mtoto kuna kula bugali, mama atasema mtoto anakuwa na apeti. Pepo. Amen. Haleluya. Sasa inaomba tukimbize ile kitu ndani yetu. Ulizungumza juu ya ule, hapa njoo unaonekana bien. Hapa iko kidogo kwa sababu uko mbali au utaiona. Ulisema juu ya huyu ni kulu. Na ndani ya moyo ile ina represente vile pepo 3. Torti. Ya kwanza na represente pepo ya retard. Hapo ibada inanyaka sangapi? Nyitu nyisema ngapi sangapi? Never. Sasa uliza mwanjako ulifika sangapi? Ndio, sio nafasi nye. Kumbe baraka ya Mungu iko ndani ya kutii. Amen amen. Baraka ya Mungu iko ndani ya kutii. Kama hapa banapanga ibada inanjaka never. Wewe automatiquement ile never, ile maombi ya kwanza ina baraka yake kubwa kwa ajili yako wewe Mkristo. Kwa ajili yako wewe muimbaji. Ile maombi ya kuanja na hii program ya kwaka maombi ya maana sana. Sasa wewe na mapepo ile itasonga wewe ndio nafika retard, tena wewe ndio utapenda rudia ya kwanza. Leo mlikuwa pokea bageni, visitor walikuwa nafika visite mimi siku ya yenga. Baraka inakuwaka ya kwanza, baraka ya kufungula program. Maombi ya kufungula program ina baraka yake. Maombi ya kufunga program ya maombi ya mwisho ina baraka. Sasa baraka ya kwanza wewe panapata na ya mwisho upanapata. Kitu yako yote kinyotafanya haitakamatika. So baraka iko ndani ya kutii kanisa. Tuko pamoja. Baraka iko ndani ya nini? Ya kutii. Na hata kunyumba wakati uko unatii sana, macho ya bazazi takuwa juu yako sana. Kwa sababu uko mtoto mtiifu,
Na Mungu kwa hivi hivi, wakati kuna tii, macho ya Mungu takuwa juu yako na atanyosha mikono ya baraka kila mara juu yako. Kinyewe taomba ataleta, kwa sababu anajua kuna uko mtiifu. Ya tatu, represente pepo ya uvivu. Uvivu. Uvivu ni kitu kibaya sana. Na pale tuliangalia ndani ya kitabu ya Mezali 6:6. Bila kunasema we mvivu kwenda kwa siafu akufundishe kazi. Sasa we mtu, Biblia ndio kunaongoza we mvivu kwenda kusiafu. Sasa Mungu nataka sema nini? Sema uvivu kunapitiziwa. Nakutana mtu nalala tangia 18h mpaka 10h asubuhi. Anangali tu nalala. Mimi napendaka kulala sana. Na bavimbo napendaka kula kupita benye natumikaka. Kabisa. Yeye kuna kula kitu yepa anatesekea. Amen, amen. Yeye kuna kula kitu ambayo yepa anatesekea. Na tulisema bavimbo napendaka kazi karibia 4 kama kwa vijana. Ya kwanza, musika usipoonaka na mwenye napenda damu. Wota libala hapa. Na miaka yako ngali kidogo. Wota toka kwenu unakwenda kubunyumba na unangara. Mekwaki wota haribika. Damu. Benjake tanja ngia kumungwalu me yake kutumena ngia damu. Pengine tanja ngia kuloba samaki kuchomea mena ngia damu. Pengine tanja kwenda kuchimba oro kumungwalu mena ngia damu. Pengine kwenda kukomanda kutafuta makala kule kufika usisa mena ngia damu. Tota kutana babibu atafa. Hapa mnapika nini? Kumbe hakuleta hata jifra kwa nyumba. Amen. Ni kitu kibaya sana. Na tulisimamia pale ya tatu na represente pepo ya ufumu. Ufumu. Mara nyingi roho mwana bebaka au kwenda kubafumu mambo ya ugonjwa. Haiko weye, iko pepo nyoko na sukumo kwenda kule. Unaona hapa kitu mwako kumugongo yake hapa. Ndio bafumu wanatumiziaka kitunga yabo ya sadaka sana. Kama bapana na ile, wanasemaka tia franga chini. Wewe utafika na lari. Utafika na viatu wako mzuri, atatosesa kwanja kumulango. Tosa pale, alipika makulungulu. Kala chini. Leta sadaka. Kama likata $100 utaleta $100. Utaleta ndani ile kitu. Na laana mingi inaingia kwa njia ya kukwenda kuwafumu. Laana sana. Kwa sababu wakati unakwenda kumfumu, kama ulikwenda na mtoto, maisha mtoto le yote wewe naasha ujisha. Leo si watoto tu kuna vuna kitu ambao abapandi ndani ya maisha yao. Huko mama moya fulani alikuwa na basika yake 3. Sasa wakati basika ile kunakomea, alisema inaomba yeye kwenda kubafumu. Bafumu baletie dawa. Basikia wakati batoto wake kunakomea, wakea bubana na batajiri. Haleluya. Sasa mama ale akakwenda kubafumu. Kati akafika kwa mafumu, mfumu akasema leta franga. Ngapi? Sasa $50. Bali akasema hapana, mimi kuna savet. Aleta na mfumu. Mungu akasema akatume kwake, akasema kwenda kwako, kuya na suvet ambaye watoto ile 3 yote. Kuya naye. Na we zola bulongo ya mgongo ya nyumba yako, we kuya naye. Sasa wakati
Mama akafanya hivi, akakwenda kunyumba, akamata skaleso ya kwanza, kati akafika ne kumfumu, akaingia kwa shambre, akatosa miti ya kidogo, akambalenda nile kaleso, leta karibu tapanda mgongo ya nyumba. Wakati miti ile kuna komea na batoto wako kuna komea, wakati itatosa na brush ya mzuri yako batabu. Mama akafanya hivi, wakati ilianja komea, akomea mzuri, tinaja tosa na matawi ya mzuri. Kumbe batoto ile balingia ndani ya sufrance ya ajabu. Kumbe mama yeko nategemea matawi ya miti, yeko nategemea brush ya miti yeko napanda yulu. Kumbe maisha ya batoto leko njo chini. Maisha ya batoto ile wakati miti kuna komea, si mizizi yake kuna sambalana, hii kuna tobola kaleso ile, njo maisha ya batoto leko na toboka. Kumbe mama anategemea nini? Matawi ya miti inji. Mateso ya batoto ilikuwa chini, ilifika kumpaka kulengo moya, batoto bananja lokota mavazi kuyalala. Takutana mtu na vala ejipe ya noara lakini banashone na uzi ya ruji. Bananja vala na viato ya Adamu na Eva, oku ya shokola, oku ya ver. Vraiment maisha ya batoto nakuwa ndani magumu ya sana. Siku moya mafikiri kafikia mtoto mkubwa, asema kwa nini tunateseka sana hivi? Mama yake nasema siku moya mtatokaka ndani ya mateso ile. So mama kuna tegemea miti ile iko nakomea. Haleluya. Mama kuna tegemea miti ile gizi kuna komea. Wakati nasa kuwa mrefu njo batoto bataolewa na bapatro. Sasa kulikuwa na wakati moya akili ya msika mkubwa ikafika bakwenda kumaombi na badoko yake. Kaingia priere. Akaeleza na pastere akasema maneno yenu naomba maombi ya kufunga. Kwa sababu kuna magumu wengine yenyewe kwa ndani haitatoka tu kwa maombi ya bareve ya asubuhi. Naomba upata vile muda ya kufunga. Ndio kwa maana kitu mwa pastor alisema hapa ilibariki ni sana. Hautaishi tu kwa chakula, kwa bugali na samaki, ila kwa neno la Mungu pamoja na maombi. Akaingia maombi, akafanya maombi ya kwanza, maombi ya pili. Mungu akasema ndani ya mama muombezi mwa pale, akasema maisha batoto ile inakuwa chini ya mti nyako kumugongo ya nyumba yao. Bakauliza batoto, kuko miti mwako kumugongo ya nyumba yenu? Batoto bakasema ndio. Akasema Mungu anasema lazima miti ile bakate na mizizi yake bafanye nini? Toshi. Paske pale ndio mtabakia huru. Kama ile haiyafanyika, maisha yenu mefungwa chini ya mti ile. Sasa iko sharti ba delege baombezi bakwenda kata ile miti. Na delege baombezi banakutana na mama ile yako nafakia. Mtoto mkubwa akasema, mama, Mungu nasafunua siri ya mateso yetu. Tangia sasa hatutateseka tena. Mama akasema, siri ya mateso yenu uko nini? Akasema miti nyena iko mgongo wa nyumba tule vina kalia si. Mbele akaingia kuchumba akakamata na mpanga. Mwenye taguza miti yangu nitamuua. Siri ya miti yangu mimi nafanya nini? Mimi naiua. Kumbe batoto banasema wewe naiwaka siri ya mateso yetu, topa na miaka sie. Batoto mtatu yote bakafunga kiuno yao, bakarukia mama kwa wakati mmoja. Ale bakapika mere kachi. Mama sasa kata miti. Wakati banamaliza ukata miti, inaomba mizizi ya miti bafanya nini? Balianja
chimba mizizi ya miti. Kumbe kaleso yao haiyaozaka, ile haiyaozaka. Kumbe mizizi mabrashe ile njo ilitobola. Wakati miti akatoka, mizizi ile akatoka, watoto wote 3 vanui chini wakazimia. Akabeba babo kumaombi, watoto akasimama tena. Kutoka pale maisha watoto ilianza kubadilika. Jo watoto bananja pata bunyumba sasa. Maisha libadilika, balianja pata mavazi, balianja pata njia ya pesa. Amen. Balianja pata njia ya pesa. Na bakaolewa mzuri. Na bakajikuta ya kwamba kumbe ambao kinye ilikuwa leta mateso ndani ya via yao ilikuwa mama yao. Haleluya. Pale kwa akili yako, ile ni kitu kizuri kweli? Si ni kitu kibaya sana? Inatutesa. Ndio kwa maana leo tutakuta watoto mengi banateseka, lakini habajui msingi ya mateso yao. Habajui msingi ya mateso yao kama ni nini. Sawa, kulikuwa na kijana moya alitoka Mungwalu juzi. Kutoka Mungwalu kuonana na mimi. Kati alifika kuonana na mimi, anasema magumu yake yote na mimi. Mimi nasema ita mama yako. Anaita mama yake, mimi natose nje. Mimi nasema kwenda kwa nje. Mimi nauliza mtoto ile hamkwenda. Mwepo alikwendaga ni kumfumu. Anasema kwa mimba ya mtoto ile mfumu njoo liletaka. Sasa pale mtoto wewe teseka je? Kwa mimba ya mtoto mfumu njoo lifanyaga nini? Mambo wakati asema wakati ile bubanaka. Yeye alikuwa anabeba mimba. Yeye kwenda kumfumu. Mfumu alitaka ule mtoto. Asema sawa. Jana njoo anaita mimi asema nashangia Mungwalu. Kuna basiri mengi na kala ndani ya wazazi kwa ajili yetu sie watoto. Hatujui matiri ya mateso yetu sie watoto, hatujui. Tuko bainosaya sana. Sasa wakati unapenda maombi itafunua kama ni siri gani inakaa ndani ya maisha yako. Haleluya. Penda maombi. Kama hapa maombi kwa asubuhi, fika. Leo mafundisho yuko mrefu sana, lakini muda kwanza hapa mimi naona muda wangu nasa kimbia sana. Haleluya. Tunazungumza juu ya huyu kidogo. Tunamuita chui. Ndani ya moyo, ndani ya ile mtu na represente pepo ya hasira. Hasira, kasirani. Utakutana mtu sasa alikuwa mzuri. Sasa sura na kunjama sambula kunatoka kumoble. Sasa alikuwa mzuri. Kusema raha hivi hapa na kuwaka. Ni pepo. Amen. Mimi nasirikaka sana Tena kuna sema tu mzuri. Mimi nasirika, kama mimi nasirika mimi pana peleka hata mikula. Katala. Mie pastor Dani mitakula. Utakutana papanya kona ile na pepo ile hasira akiingia kunyumba. Marafiki yake njoo batakosea kule. Kolera tabeba wapi? Kunyumba bachungu yote atapata problem. Tosha. Takuwa kwa mchafu hivi je? Kumbe marafiki yake kule basa mkosea, yako nabeba kolere wapi sasa? Ile ni kitu kibaya sana. Tumuze kidogo juu ya huyu. Hatuna njoo wakati wapendwa. Kama baleta na mie desmen kila siku, njoo kama fundisho ile taishi. Desmen kila bila kukata hata moja, njoo kama taishi. Lakini hapa inner time mimi naona sasa inaweza kuwa deja kidogo naishi. Huyu ndani ile mtu ana represente pepo ya uongo.
pepo ya nini? Ya uongo. Hii ni nyoka. Mwenye kuna pepo ile ulimi yake inakuaga tui. Hana salama kwanza. Kama haya sema, haya tulia, yako natunga tabongo mpaka yesema njoo. Utakuta mtu kuna landa bongo, utaweza ko specialist ya kulanda bongo. Utasema ile njoko verite. Leo kienda fanya suivi, utasema utakuta ko tu bongo. Kumbe haiko yeye, anaongozwa na mapepo sana ya nyoka. Na ile njo ilianja chanjo ya bongo ushamba la Edeni. Ili ni kitu kibaya sana. Ikiingia ndani ya maisha yako, uzuri yako yote utaribisha na bongo. Na watu bawezi amini we. Utakuta mtu kunasema maneno ya kweli moya, bongo anasema katreve. Kiana nyeko na ile anachapika kabosha isema guvernera sasa ile kumtoto papale kioki bwana mimi hautatembea na mgulu tena. Sasa na basika ya sasa wanapenda maneno ya raha. Kama haki mtoto papale hiki alikutaka kukini sasa ashafahamu miaka mingi ndio anarudia leo yako guvernera. Kama wewe na bwana na mimi hautatembea na nini? Na mgulu. Yako yote utanyana. Hili baya sana. Basi munalogoka na banani na nyie. Huko msika mwa kiana mwa lande kumngwalu kule kuplito. Asema kwangu kubunya miko na materio ya 3 etage. Hivi anakutana msika kuna lare yako natumika. Akeuzie lare yote. Kwa niveau lare ile si kwenda. Akapanda bunya. Kumbe alitokaka kubunya zamani ku 2020. Ranga location ya deza kwake. Alikuwa ndani na chambre moja. Musika asikia tu jina materio tena kubunya, ale si kwenda. Wakati alifika busiko tena. Baere alikuwa anachunga tu ile mambo vitu yake yote alikuwa ndani. Anafika anafungula tu mlango anaingia kwa nyumba. Baere anafanya nini? Asikia. Ile alisema sinafika busiko kiacha mimi kwenda kwa mimi nitatafuta mayai hapa kubotiki kula. Ndio mtu kwenda yake. Asubuhi seker baada kuna konga mlango. Amuka. Fika anabakie peke. Bwana alikwenda ketubu siku na mafranga. Anasema baada anasema wanako kwa ile kwa nyumba yetu. Ile nyumba kwangu. We. Ile kwa nyumba nani? Mwanangu nasema leko kwetu. We. Nita kwa franga location inapita ndani yenu miaka 2. Na bwana ashakimbia. Nabakie peke. Alichanganyikiwa, hana familia. Atafanya nini? Kumbe alienda pata familia mtoto apapale keke mwa kukasegwa kule. Linya bafonere kule. Ndio akarudia karibu yake. Bwana alikwenda na bafranga. Bongo. Ile kitu kibaya sana. Haleluya. Tuachie pale, mimi nakumbuka. Tuachie pale. Tunachoka. Bado choka. Bado choka, chapia Bwana makofi basi.
Tunamaliza na huyu. Ite chura bodo, kila tembea hivi safari yake. Sasa ndani ya ile mtu ana represente pepo ya kutokutoa. Haleluya. Pepo ya nini? Ya kutoku. Na ile ndio nafunga baraka ya watu sana. Wapendwa, maombi haifungulake baraka. Mwenye kunaomba sana utapata nguvu ya kiroho sana. Lakini presipe hivyo barikiwa, naomba toa. Eske tuko pamoja? Presipe we barikiwa, inaomba fanya nini? We toa. We naoza omba lendi, we toomba mpaka semene taisha, hautabarikiwa kama we pango natoa. Sasa ile njo inafunga baraka ya watu sana. Soma ndani ya kitabu ya Malaki kule sura 3 mulango yake ya 6 na kuendelea kule, utakuta Mungu anasema munijaribu kama sitawafungulia nie madirisha. Hapana mulango, madirisha ya mbinguni. Kusema maombi, weko naomba sana na Mungu atafunua na we vile maneno mingi. Lakini wote ndakuta wewe unachaka wakati mingi ya kuomba. Shemizi yako hapo utasimama kwa madhabahu hapa na kulana. Hapa naishi. Mungu mimi naombaka sana. Angalia mtu unakwenda na viatu, naangalia kukatoto huko. Kumbe anaombaka. Sasa hivi ye badilisha viatu, inaomba toa ndio Mungu amubariki. Haleluya. Benye banayua siri ya kutoa, papa anapendaka baacha. Na hata sikia maneno matoleo. Matoleo iko wapi? Na atapenda contribution yake hata kidogo ingie ndani, kwa sababu anayua baraka iko ndani ya kutoa. Haleluya. Sasa ile njoo wezi penda. Unaosa tumbo yake na vimba hapa. Mwenye kuna ile $100 unaweza ripisha tu, unatoka hivi kubalabala na unarudia franga naishi. Na yeye anatafutaka kufaso yote. Ye pata njoo. Kama kota kuiba, ye iba, meye fanya nini? Ye pata. Mwisho yake anapikaka kano, anakulaka bila reserve. Na pasuka yeye mwenyewe. Tu. Sasa yeye safari yake anakwendaka tu hivi. Hata rudia nyuma. Anayua maisha iko mbele. Aenda tu. Sasa kama wewe unatafutaka tu kukwenda mbele bila Yesu, utaishia mbaya. Haleluya. Mwenye kuna Yesu anatembeaka sasa kameleo. Mnaona kameleo? Pengine habaya unaka kameleo. Kameleo natembeaka hivi. Nipate, nikose, na shukuru. Anaangalia huko. Angalia tena. Nipate, na shukuru. Angalia tena. Basi ungalia yake ile. Yeko naangalia wapi njoo hatari iko. Sasa weye yako na tutu hata kufa mbele ya miaka yako. Chapia Bwana makofi. Haleluya. Tafuta njoo pamoja na nini? Na Yesu. Na Yesu wakati unatafuta Yesu ataonesha nawe njia, pita hivi, rudia hivi. Meweye babu ya akili yako mingi huko unakwenda tu ana mimi natafuta sasa, mimi natafuta tapata. Una bloke. Amen, amen. Lazima tumujaribu. Kama hata fungula madirisha ya mbinguni, pima huko, jaribu Mungu.
ya matoleo yako. Panja mimi hapa kama panatoa mimi panazibarikiwa. Ile kwa mimi. Kila kitu ya Mungu mimi kunafanya. Kama mimi bado toa, sitabadilisha hata na viatu. Mimi nasakala si mwa bila kubarikiwa. Kama mimi natoa baraka ya ajabu. Babu, faida ya kutoa ndani yake iko baraka. Lazima tuko waizi, tuko babandi. Na mumelaniwa kwa lahana. Hapa memba kitunga iko. Sasa hapa matolota kiingia ngapi hapa? Na ye kama ulifika na 2000, yeye atapenda toa 500. Tena utanja tosa hivi. Watu basione. Kumbe Mungu unafanya nini? Yeko naona. Ndio nasema kama upako unatoa ataleta mukulai wako. Watangisa kufranga kuposha kutoboka. Watangisa laro nafika pale lare pan. Haleluya. Afika pale lare pan. Kumbe mukulai ajabu. Mukulai ingine. Kama upako unatoa anaweza wanafika na $100 mwingine. Wako naingia tu hivi. Exauce moto na pande kumwili mara moja. Mkimbie uza kwa comprime. Maana watu babado rudia, mwingine tena moto unasha kuyalombe baba utuko. Ranga naisha na ugonjwa nafanya nini? Inaisha. Matoleo yetu inapikaka vita juu yetu pasi sipana. Haleluya. Huko village moja kugoma banaita hewa bora. Unashasikia ile village? Basi president Kabila nazaliwa hewa bora. Sasa kukongo hakuna bachawi sawa ya village hii. Hakuna bachawi Kongo mzima. Bana njoko premier bandoki. Sasa kuko baba mmoja alikuwa pale, yeye njoko chef ya balozi ya mwingine ile atier. Yeye njoko chef. Sikia kitu ile mzuri. Yeye njoko chef ya balozi ya mwingine ile mzima. Mkikutana macho yenu kionana nyinyi na wewe kufa. Hata sema kitu. Macho yenu tukikutana hivi, hala. Wanja tayarisha mara serikali. Tadai. Sasa kuko kiana moya ya ndani ile mji. Yeko natoka kushamba. Si mnayua njia ya village na ya mashamba na kwaka na pori sana. Sasa viere kama alikuwa natoka wapi? Yana ile pale yua. Sasa wakati kiana leo unatoka kushamba hasa choka ukaropwe mwa hivi mambo pori ilikuwa mingi. Anakutana anawaza na gongana na miti kumbe kwa vie. Yakaanguka chini. Niangusha mie mtoto. Yako naisha. Yakaangalia ni vie ile moshe. Pangu nisamee. Pangu samee. Lazima we kufa. Yang we kufa tu. Mimi naleta na we siku 3. Kwenda jiprepare kula mali yako. Utakufa apres siku ngapi? 3. Kiana nalomba usamee siri yote. Unawasaba kiana sasa. Bakishuka sana ukikatala kusikia sababu mafu basi. Bakiana leo akishuka sana na unakatala kusikia. Fanya kidogo afanya basi hivi. Mikufa mafu. Yana wakati alisema na vie kiana anajarudia anaja raisonner mon cher. Hata mimi nasema mafu ile. Me ya enjoy iko. Akafika mwingine akaita mama yake. Akaita via. Akutana afere. Yeye ile. Kama pale ona unaanguka kamugonga akaanguka. Yeye anasema metakufa apres siku 3. Hivi asa mekula mali yangu mimi niko naye. Mimi nitafanya je?
Si unaagizi mere na batoto wanakuwaka naye. Mungu wangu, mtoto unafanya nini hivi? Baka kwenda karibu avie, basema vie, kata ta franga tutalipa, we asikufe njoo. Tutalipa. Akasema lare haitanisaidia. Lazima yeye fanya nini? Akufe. Bananja ita bafamie sasa. Nikuya. Huku mtu fulani atakufa siku ngapi? Nikuya. Na bengine banabeba na loso. Aenda. Bana yu hatuna vile blage pakwaka. Atakufa. Napita siku ya kwanza. Inabakia siku ngapi? 2. Napita siku 2. Inabakia siku ngapi? Oya. Yana la anja safari. Kutoka ku village na kwenda ku villa Goma. Pole pole tu. Anaenda uliza baya Serekei. Yeye tena ndani. Sema hapa. Kwa vile. Anauliza baya Serekei ya mzuri. Wanasema Serekei ya bienye wote na ndani iko $250. Sema sawa. Anarudia. Anaenda ingia kwa kese fasi anatiaka franga na kamata franga $250. Ya kuposha. Leo karibia Kenzere kunafika sasa. Familia sasa yala. Kesho kiana atafanya nini? Atakufa. Yana kutuna operasyon yake peke. Naenda. Akili mwana fikia brisk. Anaenda kumchungaji moyo. Kwa pastor letia mikle. Mpagani hangi yake kwa kanisa haiwani na kugoma. Mtu ya village. Kwa pastor sejemi na kila kanisa. Huko ndio kanisa nye haiko. Banite Methodist. Kanisa Methodist. Anakamata franga ile anatia kwa envelope. Anafika kwa madhabahu. Anapiga magoti asema Mungu, franga yangu ya Serekei njoo yele. Kama mimi nakufa basi zika mimi na Serekei. Me franga ya Serekei yangu Mungu wewe kula. Anaacha kwa madhabahu. Anaenda. Anaenda mwingine mara moja. Enda lala. Haleluya. Anaenda, anaacha franga pale kwa madhabahu. Usiku 0 mfumo ule akatuma radi. Hatuyonaka radi. Unaonaka tule moto ya kufa ile mimi. Ikipika hivi unafaa pika tena. Na mtu unafanyaga nini? Anasutuka. Sasa ile moto. Mfumo ule anasema kwenda radi ile kwenda kamata roho ya kiana ile, akwenda huwa kiana ile 0 Radi kaanja safari. Akakwenda akakutana nyumba kiana ile yote na waka moto. Moto nyeli waka kunyumba kiana ile. Moto ya radi ikatoka kidogo. Radi akagopa kusongea ile moto. Haleluya. Mungu ananifuata bie. Moto ya radi ikakuwa kidogo. Lakini nyumba ya kiana ile ikawaka moto ya ajabu. Radi akarudia. Akasema mimi pana pata nyumba hili. Kile akasema hapana, iwezi wezekana. Akatuma tena bachawi wengine benye kwa nguvu kuliko ile radi. Sema kwenda pia na nafsi ya kiana ile. Bakakwenda bakakuta nyumba kiana ile yote na finikio iko sawa mulima kabambi. Bakarudia bakapasula ukuta papa ile upande moja. Nyumba kama ikabomoka. Papa akasema hapana, itawezekana. Basoda yangu barudilia mie, bageukia mie, itaanja je? Amen, amen. Haitawezekana. Akatuma tena bachawi ingine ya 3 ya nguvu sana. Bakakutana nyumba kiana kawaka moto, bakafika bakaparalize pale kote moja. Bakasema wewe unatuma sie fasi nye wewe ndio wewezi weza. Si ndio si kufa, wewe ndio
inawezekana. Akamubomola, akamuparalize kote moya, akanyamaza. Akaita batoto wake yote na bayukulu yote kwenda kumutu fulani. Akakutana kiana leko na resei, hana maneno na mtu. Yakafika akapika magoti. Jana mimi nilikuwa nawaza miko mchawi ya mwingine na mzima. Kumbe sasa sina wetu kwa barafiki. Uchawi yako inapita yangu. Kufanya maunganisho tukue barafiki. Bakiana leo asema vie, unafanyaga yenu na bengine. Bwana miota dai haki tusema kwa fiome huwa we. Kumbe haleluya. Chapia Bwana makofi kubwa. Yana sema we, unafanya kitu na bengine, hapana mimi. Ukifanya na mimi utakufa. Sema kwa fiome huwa mara moja. Pia kapika magoti. Asema samee mimi. Kumbe uchawi yako iko mingi sana. Okay. Yana akakumbuka, eske ninyo nafanya intervention yangu. Kumbe ambao kitu ulifanya intervention ya kiana ile, iko aliacha franga kumazabao. Haleluya. Franga matoleo yako inapigania we fasi we pana. Wewe unaweza toa hapa, unaweza kwenda fasi nyingine. Wewe hiyo matoleo kinyona acha hapa, itatetea weye. Yana lekaishi. Mwisho kiana leka sema na via amini Yesu si kwenda mbinguni. Akaacha uchawi. Akaacha kuloga mara moja akaokoka. Na yeye alikuwa chef ya wachawi yote, akaokoka. Faida ya kutoa. Sasa ile pepo ndio hawezi kia penda wewe fanya nini? Wetoa sasa. Kwa sababu anajua ndani ya kutoa iko baraka, ndani ya maombi iko ndani ya matoleo iko protection. Wakati kuna toa ya kwanza, Mungu anasema atatosa mkulai ndani ya nyumba yako. Itatoka. Unaweza fanya giza bila kufikisha mtoto kwa hospitali. Iko tu matoleo yako njoo kunatetea wewe na watoto yako yote. Kama wewe unatoa, basi ba vijana Mungu atatubariki. Tutapata kazi ambayo hatukuwazia kuvi. Batatubrashe kuba, batatuconnecte na batu nya batu tukuwajua. Batu bakubwa. Unaona hii ni hatari sana na inaua kanisa leo. Ile ndio naua kanisa leo. Na pastor yenye pana aitwa na Mungu, akiona leo sadaka pana ingia, kesho ipana ingia, na anakimbia anaanza chamba nyie. Alia kwanja ba Kristo kwanja. Aba yeye itakutoa. Mimi nalalaka njala mimi. Mitabalaani yote. Haleluya. Sasa kwa sababu pastor yenu hapa iko mwenye kwanza ana hekima na ana nguvu ya Mungu ndani yake. Mtoa msipotoa naangalia nyinyi, lakini ndani ya kutoa kuko faida mingi. Ndani ya kutoa kuko baraka nyingi sana. Aliye na masikio afanye nini? Asikie. Takusaidia sana. Nakumbuka sasa tunaenea. Tunafika na 11